ambayo unasimamia miradi yetu vizuri sana, na hivyo kurahisisha kazi ambayo Mheshimiwa Rais anawaahidi wa Tanzania. Nimeingia jana kwa Katavi, nimekwenda Kalema ambapo nimeona bandari kama unakumbuka, kwa nilishiriki serikali itoa fedha bilioni 47.9 ili kuboresha bandari ya Kalema. Na nilisema jana leo, katika ziwa Tanganyika hii ndio bandari iliyotengewa fedha nyingi kuliko bandari nyingine yoyote kwa sasa, ikiwa katika mkoa wa Katavi. Ndugu zangu wa Kigoma wana bandari 3, ndugu zangu wa Rukwa wana bandari 2 ambazo tunapeleka fedha, lakini hapa Kalema na fedha nyingi zaidi zinaelekezwa. Fedha hizi zimesaidia mambo mengi, kuboresha eneo la mizigo, jenga ghala, kujenga gati ya urefu wa mita 150. Na jana nimefika pale, nimekuta kazi nzuri inafanyika. Tayari kuna watu wanasafisha makaa ya mawe kutoka upande wetu kwenda upande wa pili wa nchi yetu. Hii inaonyesha matumizi ya bandari yanaongezeka zaidi. Lakini wewe mwenyewe kwenye taarifa yako umesema tumehudumia meli karibu 7, tumehudumia boti 600 na kadhalika. Utani ya mzigo kutoka ile kipindi kile kwa mdogo sana, leo tumefika karibu tani 15,000. Hii si jambo dogo, na inamaanisha uchumi, inamaanisha maisha kwa wananchi, inamaanisha na tafsiri halisi ya kuleta tabasamu kwa watu. Mtu mwenye mahindi yake akiyapeleka upande wa pili akauza akapata fedha, anapata tabasamu kwa sababu ana uwezo wa kumudu familia yake. Mtu mfanya biashara akipeleka makaa yake ya mawe akatoa huko Songea akayahamisha ng'ambo akapata faida, anapata tabasamu. Mtu ambaye ni abiria akaenda upande wa pili kama chombo kikuwepo, anapata tabasamu. Kwa hiyo kuleta tabasamu ni kuboresha miundombinu kama inavyofanyika hapa Katavi. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, pamoja na hilo, nikuhakikishie huwezi kujenga bandari bila kuzungumzia meli. Nimetembelea meli jana pale juzi pale Kigoma. Kazi nzuri inaendelea. Meli yetu ya MVDM ambao ninyi wote mikoa hiyo mitatu kwa maana Kigoma, Katavi na Rukwa mnaitegemea na kuipenda, iko 55% ya ukarabati. Tunakusudia kwa maelekezo ambayo tumepewa na Mheshimiwa Rais, mwaka huu usipite iweze kukamilika. Kwa hiyo tunaamini ikikamilika itazidi kuongeza ufanyaji kazi wa bandari yetu ya Kalema na bandari zetu zingine. Kwa ndugu zangu, Mheshimiwa DRC, tunashukuru pia kwa uwanja wetu wa Mpanda ambao mwenyewe kwenye taarifa yako umesema serikali imefanya maboresho makubwa, uwanja wa kihistoria baada ya kujenga runway kule nyuma na vitu vingine. Sasa imekamilika jengo la abiria, na tumeshuhudia idadi ya abiria waliokuja hapa wa kutosha 15. Tumeshuhudia miruko 234. Tumeshuhudia idadi ya ndege nyingi ambazo zimetoa hapa. Lakini ombi lako nilipokea kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri. Kutoa ombi kubwa moja ambalo kimsingi linahusu kujenga kuleta taa. Na umejenga hoja vizuri. Utalichukua, utalipeleka kwa Mheshimiwa Waziri kwenye sekta, tutalichakata na kuweza kutafutia namna bora kwa nayo. Lakini pia wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hata viongozi wa chama tulikuwa ni hoja yao na waheshimiwa wabunge, mmeungana wote kuona kwamba mnaomba ruti za ndege kwenye mkoa wa Katavi ziongezeke. Na hoja ni nzuri tu. Tunajenga hoja nzuri ya kwanza, huu ni mkoa wa kitalii, kuna watalii wengi wanakuja hapa. Tunajenga hoja ya pili ya madini. Tunajenga hoja ya tatu, Katavi ni miongoni mwa mikoa inayolisha nchi hii. Na hata FRA wana eneo kubwa sana hapa la kuhudumia. Mnajenga hoja ya ulinzi na usalama, ni mkoa wa mpakani. Na hoja zingine ambazo tunazirudia hapa. Kwa kweli ni hoja yenye mashiko. Na mimi nimekuomba mambo mawili. La kwanza, nimekuomba kama nimepokea, nitaipeleka kwa Mheshimiwa Waziri kwenye sekta tukalichakate jambo hilo na tutazama namna. Lakini pia nimekupa pia uhalisia kwamba
tuna ndege 16. Wakati Mheshimiwa Rais aliingia madarakani 2021 ilikuwa ndege 9. Akaongeza ndege nyingi pamoja na abiria na mizigo, zimefika 16. Wakati huo vituo vya kimataifa hatukuwepo hata kimoja. Leo tunakwenda Mumbai, tunakwenda Banjul, tunakwenda mpaka Dubai. Lakini pia vituo vya kikanda vilikuwa ni vichache. Leo tuna vituo 14 vilivyopo kwenye bara letu la Afrika. Kwa vituo vinavyovuka anga letu Tanzania kwenda anga zingine viko 17. Kuweza kuona dhamira ya serikali njema, lakini rasilimali ni kidogo, na ndio maana Dkt. Samia ameamua kuboresha sekta ya uchukuzi kwenye bandari, tupate pesa nyingi zaidi, tuongeze ndege. Shughuli za Wizara ya Uchukuzi zimewezesha mkoa huu kuendelea kuimarika zaidi katika masuala ya ulinzi na usalama, kwa sababu sehemu ambayo inafikika vizuri, hata masuala ya ulinzi na usalama yanakaa sawa sawa. Lakini pia kuhakikisha kwamba masuala ya kiuchumi kama vile uwekezaji, ufanyikaji wa biashara, kuimarisha kilimo, usafirishaji wa madini, usafirishaji wa bidhaa za wafanyabiashara, lakini na mazao tunayoyavuna kutokana na kilimo tunachokifanya vimeendelea kuimarika zaidi kutokana na kazi zinazofanywa na Wizara hii ya Uchukuzi, kama vile kwenye masuala ya kuboresha usafiri na usafirishaji kupitia bandari ya Karema, Ziwa Tanganyika, lakini kuendelea kuboresha miundombinu pamoja na safari za ndege ndani ya mkoa wetu ambapo tunapata safari 3, lakini pia kuendelea kuboresha usafiri wa reli ambapo kuna ukarabati wa reli ambao umeanza na unaendelea. Huu utawezesha kuchukua mizigo mizito zaidi na mikubwa zaidi kutoka bandarini, lakini hata kutoka kwenye maeneo haya ya vituo vya reli na masoko ya mazao na kupeleka ndani ya nchi na nje ya nchi kwa urahisi zaidi. Lakini pia kutokana na shughuli zinazofanywa za usafiri wa nchi kavu kupitia usimamizi wa mamlaka ya LATRA, yote hayo kama nilivyotangulia kueleza yameendelea kuchochea ukuaji wa uchumi, uwekezaji, kilimo na biashara pamoja na kuimarisha usalama katika mkoa wetu wa Katavi. Pale ndani niliwasilisha ombi la taa kwenye uwanja wetu wa ndege wa Mpanda pamoja na kuongeza ruti za ndege kwa sababu mkoa wetu umeendelea kukua na tumeutangaza sana kwa masuala ya uwekezaji, kwa sababu tuna fursa nyingi kwenye kilimo, kwenye madini, kwenye ufugaji, uvuvi, kilimo na sekta nyingine za uzalishaji. Na kwa maana hiyo, kwa matangazo hayo tunayoyafanya na hamasa tunayoendelea kuifanya, tunapata sana wawekezaji wengi kutoka ndani ya nchi na kutoka nje ya nchi. Na kwa maana hiyo, uimarishaji wa safari za aina zote za anga, lakini na za nchi kavu na za baharini au tuseme ziwani, vyote vina umuhimu mkubwa. Tumeshauriana na umetushauri namna nyingine ya kufanya ili kuweza kupata huduma, kwa mfano hii ya usafiri, kuongeza ruti kwa haraka, na hilo tumelichukua. Sasa tutawasiliana na sekta binafsi kuona uwezekano wa kuongeza ndege nyingine kuja katika mkoa wetu wa Katavi.